إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد, tunaendelea katika somo na darasa hii ya fiqh al-muyassar. Baada inshallah itakuwa ni darasa ya 4, albabu thani fi al-aniya. Mlango wa pili huu kuhusiana na vyombo hivi vya matumizi: bakuli, kikombe, sahani, aniya, vyombo. Wa fihi iddatu masail, ndani ya mlango huu kuna masala mengi ambayo tutayazungumza kuhusiana na vyombo. Al-aniya hiya awiya, aniya manake ni vyombo vya matumizi. Allati yuhfadhu fiha alma'u wa ghayruhu, ambao huhifadhiwa maji katika vyombo hivyo na vitu vingine. Maji huhifadhiwa humo pamoja na vitu vingine, maji, chakula na mambo kama hayo huhifadhiwa kwenye hivyo vyombo. Sawaun kanat min alhadid, ni sawa hicho chombo kiwa kimetengenezwa kwa chuma, au min ghairihi, au imetengenezwa kwa madini mengine yote kama bati, plastic na mfano wake, ngozi, chombo kimetengenezwa kwa ngozi na mfano wake. Wal aslu fiha al-ibaha, asli ya kutumia vyombo hivyo ni halali. Katika asli ya kutumia vyombo katilia maji, matumizi mengine, asili yake ni halali. Ni halali kwa nini? Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ni yeye Allah ambaye kakuumbieni vyote vilivyoko katika ardhi. Vyote vilivyoko katika ardhi kakuumbieni nyinyi, na Allah kaviumba kabla haja kuumbeni nyinyi, kwanza vikaumbwa vitu hivyo. Nyinyi mkaja hapa duniani tayari mshaumbiwa kila kitu, mshaumbiwa kila kitu. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ni Allah ambaye amekuumbieni vyote vilivyo katika ardhi, vyote kaumba, kakuumbieni nyinyi. Hii ni suratu al-Baqara aya 29. Halafu akasema tena Allah, wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, katika suratul Jathia aya 13. Wasakhara lakum, na amekudhalilishieni, Allah amevidhalilisha kwa ajili yenu, ma fi samawati, vyote vilivyoko mbinguni huko, jua, mwezi, nyota, vyote hivyo Allah amevidhalilisha, mnapata matumizi yake. Wa ma fil ardi, na vyote vilivyomo ardhini Allah kavidhalilisha, jami'an minhu, vyote hivi vinatoka kwake Allah, kavidhalilisha kwa ajili yenu. Kadhalilisha milima, wanyama na vitu mbalimbali, kavidhalilisha, vinatoka kwake Allah ili mpate kutumia hivyo, kama anavyosema, wama bikum min ni'matin famin Allah, katika suratul Nahl aya 53, kwamba neema yoyote mlionayo basi inatoka kwa Allah. Neema yoyote ile mlionayo basi inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hizi inaonyesha asili ya vitu vyote ni halali, asili yake ni ibaha, kama wanavyosema wanazuoni wa sheria, al-aslu fil ashya al-ibaha, wal aslu fil ibada at-tawaqquf wal intidharu hatta yarida ad-dalil. Asili ya vitu ni ibaha. Kwa hivyo wewe tumia mpaka upate dalili kwamba hichi ni haramu. Ukipata dalili kwamba ni haramu, ndio utajizuia kwamba hichi ni haramu, lakini asili yake ni halali.
Na asili katika ibada ni kukaa usifanye ibada, ujizuie mpaka upate dalili kwamba hii ni ibada. Kwa hivyo hakuna aksi. Kwa hivyo ukafanya jambo la ibada alafu ukasema al-aslu fil ashiya al-ibaha. Ashiya na unafanya jambo la ibada. Usifanye jambo la ibada alafu ukasema aslu ibaha. Umefumbua ibada unaifanya mwenyewe alafu unasema aslu ni ibaha. Aslu atawaquf. Madamu ni ibada, asili yake ni kukaa usifanye ibada mpaka upate dalili. Kile ufanye jambo la ibada alafu unakuja unaulizwa dalili kwa wapi, unaanza kubabaika. Kwa hivyo al-aslu fil ashiya al-ibaha wal aslu fil ibada at-tawaqquf wal intidharu hatta yarida dalil. Kwa hivyo huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, yeye Allah ndiye alikuumbieni vyote vilivyoko katika ardhi. Kaumba kama anavyosema sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, amekudhalilishieni vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, vyote hivi vinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, isti'malu aniyati dhahabi. Isti'malu aniyati dhahabi wal fidda, matumizi ya vyombo vya dhahabu na fedha. Vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha, wa ghairihima fi tahara, na vyombo vingine visivyokuwa dhahabu na fedha katika masala ya tahara, katika masala ya kujisafishia, masala kama ya kutia udhu, ya kukoga. Lakini katika vyombo vya dhahabu au fedha, yani maji yametiwa katika bakuli la dhahabu, je, yanafaa kutumia? Au maji yametiwa katika birika ya fedha, je, maji hayo yatafaa kutumia? Ndio masala hapa tunazungumza. Yajuzu istimalu jamii al-awani, inajuzu kutumia vyombo vyote. Yajuzu istimalu jamii al-awani, inajuzu kutumia vyombo vyote, fil akli wa shurbi, katika kula na katika kunywa, katika masala ya kula na kunywa, wasairi listimali, na matumizi mengine yote. Idha kanat tahira mubaha, ikiwa hicho chombo ni safi tena iwe ni halali kutumia. Hicho chombo iwe ni safi halali, inaruhusika kutumia chombo hicho. Walau kana thamina, hata kama ni cha thamani, yani thamani, hata kama thamina ni cha thamani, manake ni bakuli lakini limegharimu milioni 10, kwa hivyo itafaa kutumia, itakuwa nafaa kutumia. Ibakaiha ala al-asli, kwa kubakia kwake katika asili. Na asili ni ipi? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ni yeye Allah aliyekuumbieni vyote vilivyoko katika ardhi, ni yeye aliyekuumbieni. Kwa hivyo hata ikiwa ni thamina, ni kitu cha thamani, itakuwa ni halali kutumia, libaqaiha ala al-asli, kwa kubakia kwake katika asili. Wa huwa al-ibaha, na asili wenyewe ni kule kwa ni halali hicho kutumia. Lakini vitu vyote maada aniyati dhahabi wal fidda, ukitoa vyombo vya dhahabu na fedha, lakini vilivyobakia vyote unatumia. Ukitoa dhahabu na fedha, kwa sababu imekuja nasi wazi wazi kwamba hivi ni haramu, lakini vingine vyote unatumia, isipokuwa dhahabu na fedha imekuja nasi wazi wazi kwamba hivi ni haramu kutumia. Kwa hivyo ukitoa hivyo, vitu vingine vyote vilivyobaki unatumia. Fa innahu yuhramu al-aklu wa shurb, kwani dhahabu na fedha haramu kula na kunywa, fihima hasatan, katika viwili hivyo dhahabu na fedha hasa hasa. Hivyo ni specially kwamba imekatazwa kutumia dhahabu na fedha, sawa, duna sairi listimali, lakini pasina matumizi mengine. Pasina matumizi mengine. Una pesa zako umezitia kwenye bakuli la hizi pesa zangu hizi nazitia kwenye bakuli la dhahabu, lakini masala ya kula na kunywa haijuzu.
Ndio akasema duna sairi istimali, pasina matumizi mengine. Kofia yangu nimeiweka humu kwenye bakuli au nimeiweka kwenye sanduku hili la dhahabu isipate vumbi na mfano wake, lakini kutumia kwa ajili ya matumizi ya kula ya kunywa haifai, lakini vitoa hayo matumizi mengine inafaa. Liqaulihi sallama, kwa kauli yake Mtume sallama, la tashrabu aniyati dhahab wal fidda, musinywe katika vyombo vilivyotengenezwa kwa dhahabu na fedha. La tashrabu, musinywe katika kinywaji chako ukanywa kwenye chombo cha dhahabu au chombo cha fedha, sinywe, imekatazwa. Wala taakulu fi sihafiha, wala msile katika sahani zake. Kwa chakula ukala katika sahani ya dhahabu au sahani ya fedha, fa innaha lahum fi dunya, imekatazwa kwa sababu hiyo. Fa innaha lahum fi dunya, ni vya wao makafiri hapa duniani. Fa innaha lahum fi dunya, hakika vyombo hivyo ni vya wao hapa duniani. Na wao nani? Makafiri. Vyombo hivyo ni vya makafiri hapa duniani. Walakum fil akhirah, na ni vyenu akhera, nyinyi mtatumia akhera. Mmeharamishiwa hapa duniani, lakini akhera mtatumia. Kwa hivyo hapa duniani vimekatazwa kwa sababu ni vya makafiri, ndio wanaotumia. Ama nyinyi ni halali kwenu, nyinyi mtatumia akhera. Na hadithi hiyo ni sahihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo dhahabu na fedha wanaweza kutumia wanawake kwa mapambo, kupamba wanawake kwa mapambo, utanunua iwe ni mapambo, lakini kutumia katika masala ya kula na kunywa haijuzu, si kwa mwanamke wala kwa mwanamume, haijuzu, kwa sababu illa ni hiyo, fa innaha lahum fi dunya, ni vyao wao makafiri hapa duniani. Walakum fil akhirah, na itakuwa vyenu akhera, huko itakuwa kwenu. Kwa hivyo hapa imekatazwa kabisa kutumia vyombo hivyo kwa Uislamu. Wa qauluhu sallama, na kauli yake Mtume sallama aliposema alladhi yashrabu fi aniyati alfidda, kwa yule anayekunywa kinywaji katika chombo kilichotengenezwa kwa fedha, yule anayekunywa kwa chombo cha fedha, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, imekuja hivyo, hakika yeye anamimina moto wa jahannam katika tumbo lake, tumboni mwake anamimina moto wa jahannam. Na yujarjiru ni ile sauti ya maji, asili yake ni ile sauti ya maji. Maji sio ana sauti, basi ile sauti ya maji, kama kwamba yeye anapotumia anaingiza ule mlio wa maji na uingiza tumboni mwake, ambapo ni jahannam. Fahadha nasun, kwa hivyo hii ni dalili iliyo wazi wazi ala tahrimi akli wa shurbi, juu ya uharamu wa kula na kunywa katika vyombo hivyo, duna sairi istimali, pasina matumizi mengine. Matumizi mengine hajatajwa, ni masala ya kula na kunywa, sio matumizi mengine. Fadalla ala jawazi istimalihi, kwa hivyo kuonyesha kwamba inajuzu kuvitumia vyombo hivyo fitohara, katika masala ya kujitoharisha, yani udhu umetiwa humo, basi inajuzu mimina udhuli ukajitoharisha, ndio umeingizwa humo, basi itajuzu kutumia vyombo hivyo. Wanahayu, na katazo hapa amun, ili katazo kwa kweli linatumika, limehusisha mambo yote. Katazo hapa limekuja kwa ujumla, amu imekuja kwa ujumla, yatanawalu al-ina al-khalis, inahusu chombo ambacho cha dhahabu kilichokuwa khalis kabisa. Ili katazo imekuja kujumuisha vyombo vyote, na hapa inahusu ile dhahabu au fedha, yani iliyokuwa khalis. Kama ni dhahabu au fedha iliyokuwa khalis kabisa, imekuja jambo hilo kukataza. Lakini kuhusiana na matumizi, basi imekuja matumizi mengine pasina kutumia kula na kunywa, basi imekuja
kuzungumza kwa ujumla. Ina'il khalis, ambao ni chombo ambacho kinahusisha chombo ambacho kimetengenezwa kwa dhahabu au fedha wenyewe, yani chombo wenyewe kiko hivyo, kimetengenezwa kwa dhahabu au fedha, au ni mumawah. Mumawah ni vile kusema kama vile kilicho dhahabu ya kuchovya, tunasema ya kuchovya, kilichopakwa dhahabu, yani ni dhahabu ya kuchovya ile. Mumawah ni ile dhahabu ya kupaka. Kwa hivyo sawa iwe ni hiyo munawwa bidhahabi au fidda, kama imetengenezwa kwa dhahabu safi au kimechovya kwa dhahabu au fedha, yote inaingia kwamba ni haramu kuvitumia kwa matumizi ya kula na kunywa, lakini kwa matumizi ya kutilia udhu na kujitoharisha inafaa. Au alladhi fihi shay'un min adh-dhahabi wal fidda, au ndani yake imo kidogo katika dhahabu au fedha, au kidogo katika hicho chombo imechanganywa na dhahabu au fedha, yani si ya kupakapaka bali imezidi kidogo, basi yote inaingia hapa kwamba yajuzu kutumia kwa matumizi mengine, lakini haijuzu kutumia kwa kula na kunywa tu. Kwa hivyo hiyo ndio masala hayo ya kwanza, masalatul ula ndio hayo. Masala ya pili, masalatu thania, masala ya pili, hukmu istimali al-ina'i al-mudhabbab bidhahabi wal fidda, hukumu ya kutumia chombo ambacho kimeungwa, chombo kilichoungwa, kilichounganishwa kwa dhahabu na fedha, yani kimepasuka kwa mfano. Kwa hivyo ule ufa ule ukazibwa kwa kutumia dhahabu na fedha, ndio mlango huu almudhabbab, kilichoungwa, kilichotiwa ukanda, kilichotiwa ukanda, kimetiwa kiraka. Hivyo Kiswahili chote tutakachotumia kama ukanda, kiraka, lakini kiraka hicho kimetumika ambapo ni dhahabu au fedha, mudhabbabi, yani kimeungwa kutumia dhahabu au fedha. Idha kanat adhabbatu, adhabba ikiwa kile kipande kilichounganishwa, in kanat adhabbatu, ikiwa kile kipande kilichounganishwa, min adhahabi, ambacho kimeunganishwa kipande kinachotokana na dhahabu, hurima istimalu al-ina'i mutlaqa, imekuwa ni haramu kukitumia chombo hicho moja kwa moja, huwa ni haramu kutumia chombo hicho, kwamba hakifai kabisa kutumia chombo hicho. Idha kanat dhabbatu, ikiwa kile kipande ambacho kimerekebisha chombo hicho, ambacho kimetengenezwa chombo hicho min adhahabi, kimetengenezwa kwa dhahabu, hicho kinachoziba, basi hurima istimalu al-ina'i mutlaqa, kuwa kimeharamishwa matumizi ya chombo hicho kabisa. Liduhulihi tahta umumi nas, kwa kule kuingia kwake chini ya dalili hii ambayo tumeisoma, chini ya kuingia katika dalili hii ambayo tumeisoma, alladhi yashrabu fi aniyati alfidda inma yujarjiru fi batnihi nara jahannam, ni kuonyesha kwamba ni uharamu kabisa kabisa. Naliposema la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, dalili hizo ziko wazi. Kwa hivyo imeingia katika ujumla ya ushahidi huo. Ama in kanat dhabbatu min alfidda, ama ikiwa kile kipande cha kuunganisha ni katika cha fedha, si dhahabu, yani ni fedha, wa hiya yasira, na fedha wenyewe si nyingi, ni kidogo tu, fa innahu yajuzu istimalu al-ina, kwa hakika inajuzu kutumia hicho chombo. Fa innahu yajuzu istimalu al-ina, inajuzu kutumia hicho chombo. Lihadithi Anas, kwa hadithi ya Anas, qala, kwamba amesema radhiallahu anhu, amesema Anas, inkasara qadahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lilipasuka jagi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Qadah ni jagi, lakini ni yale ambayo kwa ufupi kikombe kikubwa, kile kikombe kikubwa cha chai,
ni qadah. Kwa hivyo kilipasuka jagi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatakadha makana ash-shi'bi, na sio bifathi shin, sha'bi ya ash-shi'bi, rekebisheni hapo, bifathi bikasri shin. Sha'bi kwa nimekosea, sio sha'bi. Sha'bi maana yake ni kabila, makabila, yani sha'bi. Na hii ash-shi'bi, ash-shi' wa shini kasra. Fatakhadha makana ash-shi'bi, akafanya ile sehemu ya mpasuko ule. Mtume sallallahu akatengeneza ile sehemu ya mpasuko, silsilatan min fidda, ukanda wa fedha, katia kwa kulitengeneza, akatia ukanda wa fedha ile sehemu ile upasuka, kwa fedha pale. Kwa hivyo kuonyesha kwamba fedha inajuzu kama sio nyingi kutumia. Dhahabu ni haramu, lakini fedha inajuzu, kwa ushahidi wa hadithi hii. Baada ya kupasuka ile jagi, Mtume sallallahu akatengeneza kwa kuweka ukanda ule, ile sehemu ndogo ile akaweka fedha. Kwa hivyo ikawa inatumika, mwenyewe anatumia na anakunywa, lakini dhahabu haifai. Sawa, dhahabu haifai kwa sababu tumeshaona kwamba watu wasinywe katika vyombo vya dhahabu vilivyotengenezwa kwa dhahabu, hata kama ni kidogo haifai. Lakini fedha imefaa kama ni kidogo, kwa sababu ya hadithi hii ambayo imekuja. Almas'alatu thalitha, aniyatul kuffar. Mas'ala ya tatu katika mas'ala haya, vyombo vya makafiri vinatumika. Manake wameuza Marekani majagi yao hapa, wanaleta mpaka huko wananunua. Vikombe vyao vinaletwa mpaka huku, wanauza hapa, wananunua. Shanunua, wanakosha, wanatumia, wanakunywa chai. Mtu anakwambia madhubuti zaidi haya kuliko haya yanayotoka kwa mfano yanatoka nchi za Kiarabu, Uislamu ambao umetengeneza. Nikakwambia haya madhubuti zaidi haya, yale ambayo yametengenezwa na makafiri au wametumia wao. Sasa kuhusiana na vyombo hivi makafiri, al-aslu fi aniyati al-kuffari al-hillu, asili katika vyombo vya makafiri ambavyo wanatumia, asili yake ni halali. Aslu fi aniyati al-kuffari al-hillu, asili katika vyombo vya makafiri wanavyotumia vile ni halali, asili yake. Ni sisi tukichukua tukitumia ni halali. Illa idha ulimat najasatuha, isipokuwa ikiwa vitajulikana kwamba hivi ni vyombo vina najis. Julikana kwamba hivi ni vyombo vya najis, haifai kutumia. Lakini hatujui, usitotumia. Fa innahu la yajuzu istimaluha, ikiwa vinajulikana ni vyombo vinatokana na najis, haifai kuvitumia. Illa baada ghasliha, isipokuwa baada ya kuvikosha, ili kuondosha ile najis, kuondosha ile najis. Tutavitumia sisi lihadithi Abi Thalaba al-Khushani, kwa hadithi ya Abi Thalaba al-Khushani radiyallahu anhu, qala, amesema, qultu ya Rasulullah, mimi nilisema ewe mjumbe wa Allah, inna bi ardhi qaumi ahli kitabi, tuko katika ardhi ya watu waliopewa vitabu, yani tuko katika ardhi ya Mayahudi. Afana akulu fi aniyatihim, je, tule katika vyombo vyao? Afana akulu fi aniyatihim, tule katika vyombo vyao? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taakulu fiha, msile katika vyombo vyao. La taakulu fiha, msile katika vyombo vyao. Illa alla tajidu ghairaha, isipokuwa kama hamkupata vingine. Illa alla tajidu ghairaha, isipokuwa kama hamkupata vingine. Itakuwa ni mimbabi dharura, ni mlango wa dharura, hamkupata chengine isipokuwa chombo hicho cha makafiri. Lakini kama hamkupata chengine, faghsiluha, kikosheni, thumma kulu fiha, kisha kuleni katika vyombo hivyo. Hamkupata chengine,
basi faghsiluha, vikosheni, kweni na kukoshea, kama ni sabuni, kama ni mchanga, vikosheni vizuri mpaka visafike. Thumma kulu fiha, kisha kuleni katika vyombo hivi. Kwa hivyo hapa ikaruhusiwa kwa dharura na baada ya kuvikosha hivi vyombo. Kwa hivyo ikiwa kuna vingine haifai kutumia. Kwa nini? Kwa sababu la taakulu fiha, kauli ya Mtume mwanzo imekuja hivyo, msile katika vyombo hivyo, na kitajwa kula ndio hiyo na kunywa. Kwa hivyo ni kula na kunywa, sio kasema nimekatazwa kula tu chombo kile cha kula, sahani, kwa hivyo mimi nitatia jagi hili kinywaji ninywe. Ni vyote, kula na kunywa, msile wala msinywe humo. Illa alla tajidu ghaira, isipokuwa kama hakuna chengine, ni hivyo tu. Kama kuna chengine ni hivyo tu basi. Ina maana kama unajua kwamba chombo hichi umetumia kafiri na chombo hichi bado hakina matumizi, hakijatumiwa, basi chukua kile kilichokuwa hakijatumiwa. Chukua kile ambacho hakijatumiwa, ni aula zaidi. Inachukua haraka haraka, inavunjika, basi ni bora uchukue hicho hicho kuliko kile ambacho una wasiwasi nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayejiepusha na shubuhati basi ameitakasa dini yake, fakad istabra dinihi, ameitakasa dini yake. Kwa hivyo hakuna chengine, dharura, la tajidu ghairaha, kupata pengine, basi faghsiluha makulu fiha, vikosheni kisha munywe au mule katika vyombo hivi. Wama idha lam tu'lam najasatu, kama haikujulikana kwamba vina najisi au havina, kama havikujulikana unajisi wake, biani yakuna ahluha, kuwa wale watu wake, ghairu maarufina, si wenye kujulikana, bimubasharati najasa, kwamba hashughuliki na masala ya najis, hawajulikani watu wake, kwamba hawajulikani kwamba je wanashughulika na mambo ya najisi hawa. Kwa sababu kuna wengine wanashughulika wazi wazi, tunaona kwamba yule kazi yake anafuga nguruwe na wasafisha na wagusa, ana biashara kuuza mbwa, tunaona hasa kwa beba juu mbwa, kampakata mbwa, tunamuona anashughulika na masala ya najis. Kwa hivyo ukiona namna hiyo wazi wazi, alafu ana chombo sasa, atasema hivi vyombo vyake vya najisi huyo, sababu tumeona wazi wazi. Lakini ni kafiri, hatujui sisi, je anashughulika na masala ya najisi? Hatujui. Kwa hivyo ikiwa hatujui, fa innahu yajuzu istimaluha, najuzu kutumia vyombo vyake. Ni kafiri tu, lakini hatujui, hatuna hakika kwamba anatumia ni najisi, anashughulika na najisi, tuna hakika. Kwa hivyo inafaa kutumia chombo chake, tukichukua tutakikosha, tutatumia. Liannahu thabata, imethibiti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu, na wasahaba wake, akhadhu almaa, wamechukua maji, lilwudhui, maji kwa ajili ya udhu, min muzadati imraati mushrika, kutoka katika mfuko wa ngozi ya mwanamke mshirikina. Muzadati imraati, mfuko wa ngozi utengenezwa vizuri, utengenezwa kama kiriba hivi, utiliwa maji, watu wanatumia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia maji hayo, mfuko wa ngozi wa mwanamke wa kishirikina, akachukua udhu ule maji wametia wakatumia udhu. Wala haitakiwi kupekura, je mama vipi, lakini uzi mambo ya nini, haitakiwi kuchunguza namna hiyo. Au mama wewe lakini hufugi nguruwe, maana wewe kafiri, hufuga, haitakiwi. Maadamu hatuna hakika, jambo halijathibiti, basi tunachukua dhahiri yake, vyombo vyake vinatumika. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukua maji ya udhu kwa mwanamke ambaye ni mshirikina, amechukua maji ambayo yalikuwa katika mfuko wa ngozi. Muzada ni mfuko wa ngozi. Walianna Allah subhanahu, na kwamba Allah alitakasika, kad abaha lana, kwamba katuhalalishia,
taama ahli kitabi, chakula cha ahli kitabi. Ahli kitabi manake ni Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Manasara Allah katuhalilishia kula vyakula vyao, abaha lana, Allah katuhalilishia taama ahli kitabi, chakula cha ahli kitabi, Mayahudi na Manasara. Wakad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, kati wengine wanatuletea, kad yuqaddimunahu, wanavileta ilaina, kwetu sisi, vyakula wanavileta kwetu sisi, fi awanihim, katika vyombo vyao, wanaleta vyakula katika vyombo vyao. Na hivi ni vile vyakula ambavyo tunahakika navyo kwamba vyakula hivi havitokani, yaani tuna uhakika navyo vile vyakula vile vyakula tuna uhakika navyo. Kwa hivyo walikuwa wanatuletea vyakula vyao nakula. Kama daa ghulamu yahudi, kama alivyomwita kijana wa Kiyahudi annabiya, kama kijana wa Kiyahudi alivyomwita Mtume sallallahu ala khubzi shairi, kwamba aje ale mkate wa ngano, wa ihalatin, na ihana ay shahamun, shahamu. Ihala ni maana shahamu, ni shahamu au zaidi, au ni mafuta, ni shahamu iliyoyayushwa, inaitwa ihala, shahamu iliyoyayushwa au shahamu wenyewe. Sanikha maana yake mutaghayyira, shabadilika, imechacha kidogo. Akamwita Mtume sallallahu aje ale mkate uliotengenezwa kwa ngano pamoja na mafuta ambayo kidogo yalikuwa yamechacha kidogo. Akamwita faakala minha, Mtume sallallahu akala katika chakula hicho, akala ambayo imetiwa katika sahani zao washirikina. Na ilipokuja wataamu alladhina utul kitaba hilul lakum, na chakula chao ni halali kwenu, chakula chao wanachokula ni halali. Ina maana hapa ni kile chakula ukitoa kile kinachochinjwa, kile kinachochinjwa hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala, na shakuja ya la taakulu mimma lam yudhkar ismullahi, msile vile ambavyo havikuchinjwa likatajwa jina la Allah. Kwa hivyo vyakula kukuletea badia, dengu, inajuzu kula, lakini akikuletea masala ya nyama usile, sababu humjui mbuzi huyo amechinja kwa ajili gani. Je, kachinja? Hujui. Kwa hivyo usile vyakula kama hivyo, nyama, kwa sababu ya nafsi iliyokuja, wama uhilla bihi li ghairi llah, na vile vilivyochinjwa ambavyo hakutajwa jina la Allah. Kwa hivyo anachinja, anataja mzimu wake, anachinja, anataja kadha, usile. Lakini vitu vingine, vyakula vingine kula. Almuhimu hapa vimetajwa kula katika vyombo vyao, inajuzu kula katika vyombo vyao kwa dalili hizo ambazo tumetoa. Mtume sallallahu akaitwa na kijana wa Kiyahudi huyu ale mkate wa shairi unatengenezwa kwa shairi ambayo ni ngano, na vile vile katika kitoweo chake ilikuwa ni shahamu au mafuta yaliyoyayushwa ambayo ni sanikha ay mutaghayyir, badilika ladha, yani imebadilika, imechacha kidogo. Faakala minha, Mtume sallallahu akala. Kwa hivyo tumeona kwamba hapa inajuzu kutumia vyombo vile ambavyo wanatumia washirikina, hiwa hapana budi kwamba ni hivyo basi tutumia. Almas'alatu rabia, mas'ala ya 4, at-taharatu fil aniyati almutakhadha min juludi almaita, kujitoharisha katika vyombo vilivyotengenezwa kutokana na ngozi ya mnyama aliyekufa. Almaita manake mzoga, yani mbuzi wamekufa, tukachukua ile ngozi tukaitengeneza vizuri, alafu tukafanya mfuko wa ngozi, tukaitengeneza ngozi ile tukatia, kawa tunatia maji wenyewe
ikawa tunatumia, ishakauka vizuri kabisa, haina harufu, haina chochote, ikawa tunatia maji ya kunywa, watu watembea nayo, tuanywa, tutia udhu maji hayo. Ndio masala haya kujitoharisha katika vyombo ambavyo vimetengenezwa kutokana na ngozi ya mzoga. Yani mzoga maita, mzoga yani ule mnyama aliyekufa, kwamba yajuzu kufanya hivyo ile ngozi maadamu imetengenezwa kama tukavyoona. Jildul maita, ngozi ya mnyama aliyekufa, almaita yani mzoga, idha dubiha, itakapofanyiwa dibaghi. Idha dubiha, itakapofanyiwa dibaghi, maanake itakaposafishwa. Dibaghi ni kuichukua ile ngozi, kaiweka, ukatoa ule uchafu wake, damu zile, nyama zilizogandia, kwa vitu vile vya kusafishia, kwa vile vitu vya kusafishia. Utaipaka vizuri kwa kisu, ukatoa uchafu wote ule, halafu ukachukua kama sabuni, ukasugua vizuri, ukaiacha, ukaianika mpaka ikatoka harufu, ndio dibaghi tayari. Au chumvi, ukasafisha vizuri maji, ukatia maji na chumvi, ukasafisha mpaka ikasafika, ukaianika mpaka ikakauka kabisa, ukatengeneza chombo cha kutilia maji. Hii inaitwa dibaghi, kwa ishasafika vizuri. Huko zamani walikuwa wana miti ambao wanatumia mpaka ngozi inasafika. Kila siku zinavyoendelea mambo yanageuka na kuja mambo mazuri zaidi kuliko yale waliokuwa nayo wao. Pengine tunaona mikunazi walikuwa hawana sabuni, lakini sasa hivi sabuni ipo na tunatumia sabuni. Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea, wa yakhluqu ma la ta'lamun, taendelea kuumba Allah mambo ambayo hamkuwa mnajua. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kwa hivyo kuna vitu vile vya kusafishia ile ngozi mpaka ikasafika. Jildul maita, ngozi ya mzoga, idha dubigha, takapofanyiwa dibaghi, tahura, takuwa imetoharika, imekuwa safi. Wajaza istimaluhu, itajuzu kuitumia kwa matumizi mbalimbali. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyuma ihabi, ngozi yoyote, ayyuma ihabi, ngozi yoyote ile, dubigha, iliyofanyiwa dibaghi, faqad tahura, kwa hakika hiyo imetoharika, iko safi. Ngozi yoyote iliyofanyiwa dibaghi, hiyo imekuwa iko safi. Kaisafisha, ukatoa uchafu wake ule, kaianika, ikakauka, basi hiyo imekuwa ni safi, inafaa kutumia. Waliannahu sallallahu, na kwamba yeye Mtume sallallahu mara ala shatin maita, alipita kwa mbuzi ambaye tayari ameshakufa, mzoga, mbuzi ambaye kashakufa, ambaye ni mzoga. Akapita Mtume sallallahu akamuona, faqala sallallahu, akasema Mtume sallallahu, alla akhadhu ihabaha, kwa nini wasichukue ngozi yake, fadabaghuhu, wakaifanyia dibaghi, kisafisha, wakatengeneza vizuri, fantafa'u bihi, wakanufaika nayo. Huyu mbuzi ameshakufa, lakini kwa nini wasichukue ngozi yake, wakamchuna, wakachukua ngozi yake, wakaisafisha vizuri, yani kumfanyia ndio dibaghi, wakaisafisha vizuri, wakanufaika kwa hiyo ngozi. Faqalu, masahaba wakasema, innaha maita ya Rasulullah, hakika ni mzoga, huyu mbuzi ni mzoga, yani ameshakufa. Qala, Mtume sallallahu akasema, fa inna ma hurrima akluha, kwa hakika imeharamishwa kumla tu, imeharamishwa kumla, lakini sio matumizi mengine. Madamu ameshakufa ni haramu kumla, lakini matumizi mengine yanatumika. Tachunwa, ngozi itafanywa dibaghi, yanikwe, basi watu watatumia, watatandika, pengine itakuwa ni busati, watakuwa wanakalia badala ya kukaa chini, watakuwa watatengeneza vitu kama hivyo, watatengeneza uzuri, watatoa
watatengeneza uzuri, watatengeneza viti vya kukalia, watatengeneza vizuri, watatengeneza bakuli la ngozi la kunywa maji na mambo kama hayo, unanufaika, japo asili yake yule mbuzi alikuwa tayari kashakufa, lakini hawali nyama wao, wanatengeneza ile ngozi tu. Innaha maita, hakika Rasulullah ni mzoga. Kala, Mtume akasema fa inna ma hurrima akluha, mzoga ni haramu kumla tu. Wa hadha fima idha kanat maitatu mimma tuhilluha az-zakatu wa illa fala, na hii ni ikiwa ule mzoga asili yake ni katika yule ambaye anachinjwa, uhalali wake anachinjwa, inakuwa ni halali. Yani yule mnyama ambaye alipokuwa hai anachinjwa, watu wakala, ndio mnyama kama huyo tu ndio mzoga wake unafaa kutumia, kama hivyo mbuzi, ng'ombe, sawa, wale ambao halali kula. Wanyama wale ambao ni halali kula na kutumia, ambao ni halali. Ama kuhusiana sijui nguruwe, chui, simba, sijui ukakisia masala kama hayo. Na hii ndio kauli jumhur, kauli arrajih, kwamba wale ambao hawafai, asili yake hawafai, ni haramu. Kwa hivyo akifa nyama ule huwezi ukanufaika kwa ngozi yake. Ngozi ya chui anatengeneza kiti, haifai. Katika madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, madhehebu ya Shafi na madhehebu ya Imamu Ahmad, ambao ni kauli jumhuri, kwamba hafai yule mnyama ambaye haliwi ngozi yake, madamu asili yake alikuwa haliwi. Kwa hivyo mnyama huyu ngozi yake haifai kutumia, ni sawa ikiwa amekufa au ikiwa yuko hai. Kwa hivyo aliyokwenda kinyume hapo ni nani? Madhehebu ya Imamu Malik, madhehebu ya Imamu Malik. Kwa hivyo kauli yake ni marjuh, kauli yake ni marjuh, yani haina nguvu. Na kauli ina nguvu hii ndio maimamu hawa, huku vile vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake Ibnul Qayyim, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Uthaymeen, Ibn Uthaymeen na wengine wote wametilia nguvu kauli jumhur, kwamba lazima ule mnyama awe asili yake analiwa. Kwa hivyo paka hafai, ni halali katika asili yake, ni halali paka, kama tulivyoona tawafina wa tawafat, lakini hafai sema akashakufa wacha ngozi yake tunufaike, hafai. Kwa hivyo ni yule mnyama ambaye asili yake uhalali wake unapatikana kwa kule kuchinjwa, wa illa fala, na kama si hivyo hafai. Kama atakuwa si hivyo hafai. Ama sha'ruha fahuwa tahir, ama nywele zake ni tohara, ni safi. Ay sha'rul maita, ngozi ya yule mnyama ambaye amekufa, mzoga ule ngozi yake ni yani, nakusudia nywele zake ni halali, ni almubaha, nywele zake ni halali, si haramu. Kwamba kafa ukimgusa ni najis, sababu nywele zake zile si najis, ni halali. Ghairul maita almubaha ay sha'rul maita, yani nywele za yule mnyama aliyekufa, almubaha alakli, ambayo asili yake ni halali kula, fi halati alhayati, alipokuwa hai ni halali kula, akifa nywele zake ni halali, zile nywele zake zile manywea. Wa amma lahmu fa innahu najis, ama nyama madamu kafa inahesabika ni najis, nyama ni najis. Wa hurrima akluhu wa muharramu akluhu, na ni haramu kumla. Muharramu akluhu, ni haramu kumla mnyama huyo kwa sababu ameshakufa. Ni haramu kwa nini? Liqaulihi ta'ala, kauli yake Allah aliposema katika surat Al-An'am aya 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya, sema uambie sioni mimi katika vile ambavyo vimefunuliwa wahi mimi,
sioni katika vile nilivyofunuliwa wahai muharrama, kwamba ni haramu. Sioni kitu chochote katika vile nilivyofunuliwa wahai mimi kwamba ni haramu. Ala taimin yat'amuhu, juu ya mlaji katika vile anavyokula, juu ya mlaji kukila hicho kitu. Haramu sioni katika vile ambavyo mimi sioni kitu katika vile ambavyo wahai umefunuliwa kwangu. Ala taimin yat'amuhu, kwa mlaji kukila hicho kitu, illa yakuna maitatan, isipokuwa iwe ni mzoga. Illa yakuna maitatan, isipokuwa iwe ni mzoga. Hicho ndio haramu katika wahai liloletewa, hicho ndio ni haramu. Yakuna maita, kuwa ni mzoga kitu hicho, yani mnyama aliyekufa ndio mzoga. Au daman masfuhan, au damu ambayo inamwagika, sio damu ile ambayo imeganda katika mnyama kwamba ikikuingia ndio ni najisi. Ni dama masfuhan, ile inomwagika. Yani unapochinjwa mnyama, damu ile inayotoka ile kwa kasi ile ikikuingia ni najisi, itabidi nguo yako kaikoshe. Dama masfuha. Ama akishamaliza kuchinjwa, damu tu labda imeganda hivi, ile si najisi, ni vizuri tu kuiondosha. Lakini najis dama masfuha, ni ile damu ambayo inamwagika, ile inotiririka ile. Hivyo ndivyo najis kwangu mimi ambavyo vimefunuliwa wahai. Au lahma khinzirin, au nyama ya nguruwe. Au lahma khinzirin, au nyama ya nguruwe. Fa innahu rijs, kwani hivyo ni uchafu. Fa innahu rijs, kwani hivyo ni uchafu. Dhamiri narudi katika kila kimoja katika hivyo, si nyama nguruwe tu, harudi kwenye nyama nguruwe, narudi katika kila kimoja. Maita, daman masfuha, lahma khinzir. Kwa hivyo vitu vingine, lahma khinziri amekuja akaingia vile vile alkalbu hapo, naingizwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ziko wazi kwamba naye kalbu ni katika najis, kama masala ya najis na masala ya haramu, kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ndio anaeleza, anzalna ilaika dhikra litubayina linnas. Usijahani hivi tu mbwa ameharamishwa, kullu dhi dhufri min at-tuyur wa kullu dhi nabi min as-sibah, kila ndege yule anayekamatia makucha ni haramu kumla, na kila mnyama yule ambaye anawinda kuwinda nyama wenzake. Mtume amekuja kawaharamisha kila simba na wengine. Kwa hiyo usije ukasema hajatajwa simba hapa. Mtume sallallahu amshaharamisha wote hao. Fa innahu rijs, hakika ya vitu hivyo ni uchafu. Rijs ni uchafu, haambiwi kwamba ni haramu kwa anayetaka. Wa yahsulu ad-dabghi tanzifi al-adha, hupatikana hiyo dabghi, kudibaghi nyama, dibaghi ngozi inapatikana. Tanzifi al-adha, kuondosha vitu vibaya kwenye ile ngozi. Walqadhara, kuondosha uchafu. Tanzifi al-adha, kuondoa vitu vibaya kwenye ile ngozi. Walqadhara, na vitu vichafu, kuondosha uchafu kwenye ngozi ile. Alladhi kana fil jildi, ambayo imo katika ile ngozi. Wa yahsulu dabghi, hupatikana kudibaghi. Tanzifi al-adha, nafidhisha, kuondoa vitu vibaya. Walqadhar, uchafu. Alladhi, ambao kana fil jildi, ambao hupatikana katika ile ngozi. Biwasitati mawadda, kwa kutumia vitu. Biwasitati mawadda, kwa kutumia vitu. Tudhafu ila almai, ambayo hutiwa kwenye maji. Hivyo vitu hutiwa kwenye maji. Biwasitati mawadda, kutumia vitu. Tudhafu ila almai, ambayo hutiwa hivyo vitu maji. Kalmilhi, kama vile chumvi. Hivyo unachukua chumvi yako unaitia katika maji,
Baadaye maji hayo unachukua unasugua ile ngozi. Hii inaitwa dabaghi, kuidibaghi, kuisafisha, mtindo huo. Kwa hivyo wa ghairihi, na vingine ilikuwa sio chumvi kwenye maji. Kwa hivyo unaweza ukachukua sabuni ukatia kwenye ile ngozi, kaondosha uchafu ule, kinyesi kile, damu kaondoka kwa kusafisha namna hiyo. Hapo unaambiwa umefanyia dibaghi au bin nabati, au kwa kusafisha kwa miti almaarufi, ambayo inajulikana, ambayo ni maarufu. Miti ambayo ni maarufu inajulikana kwamba miti hii inasafisha ngozi, kalqaradhi, kama qaradhi, mti ambao unaitwa qaradh, ambao ni mti mara nyingi hupatikana sehemu za Arabuni, ambao gome lake huwa wanasafisha hiyo nyama, hiyo ngozi, yani nasafisha hiyo ngozi, nawekwa ile ngozi, nachukua gome lile la mti wa qaradh na sugua pale mpaka inasafika nyama. Kalqaradhi, kama gome la mti karadhi. Karadhi ni mti umefanana na mkwaju, ni mti ambao umefanana na mkwaju. Mkwaju huu ambao unatoa kwaju zile ambao hupikia mchuzi, una matunda kama zile kwaju na majani yake kama vile mkwaju. Gome lake husafishiwa ngozi hiyo ambayo ndio inafanywa hiyo dibaghi. Na dibaghi ni huko kusafisha. Kwa dibaghi maana yake ni huko ngozi kuisafika ili isafike, toe damu, kinyesi, nyama zile zilizoganda, unaitoa inakuwa safi, inaitwa kudibaghi, ni kule kusafisha namna hii. Kwa hivyo kama mti unaweza kusafisha, mti ambao unasafisha maarufu kabisa unaitwa qaradhi, ambao ni mti umefanana na mkwaju na unatunda kama vile kwaju zile za kupikia mchuzi. Wala harar, au mti unaitwa harar. Harar ni mti kama mvinje mwitu, ni mti kama mvinje mwitu na unatunda kwa tunda zake zinajikusanya kikocha hivi. Kwa hivyo mti huo vile vile huchukuliwa ikawa unatumika kusafisha ngozi. Tunda zake tuseme labda kama vile matufaa madogo pale yanapokuwa ndio mwanzo machanga, tunda zake ziko hivyo na zinakaa kikocha kama vile matufaa madogo. Unavyoona yamekaa kikocha matufaa madogo, na ndivyo zinavyokuwa hivyo tunda yake, na kama ni mvinje mwitu kama vile. Sasa mti huo vile vile hutumika kwa ajili ya kusafisha nyama hiyo ambayo ni kuifanyia dibaghi. Wanahawihima, na mfano wa miti miwili kama hiyo. Muhimu ni kupatikana kitu ambacho kinaweza kusafisha hiyo ngozi ili ikauke vizuri na iwe kwamba inajuzu kutumia kwa kutengenezea viti, kwa kalia au kutandika. Yafaa ishasafika tena kukalia, kutengenezea viatu na mambo kama haya. Wa amma la tuhilluhu dhakatu, ama wale wanyama ambao si halali kuchinjwa kwake, hawi halali kwa kule kuchinjwa kwake, fa innahu la yatuhuru, ngozi yake haiwezi kusafika ikawa tohara. Nyama ambayo si halali kuchinjwa, kwa mfano punda ahalia, huyu punda virongwe, sababu tukizungumza punda tunazungumza virongwe au anufugwa majumbani. Punda milia ni maarufu, analiwa. Shawahi kuletwa punda milia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akala, akapewa kala na watu wakala na yakala. Kwa hivyo punda milia analiwa, wale wenye mistari wa porini. Tunazungumza punda ahlia au wanufugwa majumbani. Punda ni msafi, yani akigusa kitu kwa mfano maji yanatumika, lakini si halali kuchinjwa, ni haramu. Kwa hivyo ngozi yake, nyama kama huyu punda huwezi ukaifanyia dibaghi ikatoharika,
haifai ngozi yake. Wa amma ma la tahilluhu zakatu, ama yule ambaye mnyama ambaye haiwi halali kule kuchinjwa kwake, fa innahu la yatuhuru, ngozi yake haiwi tohara, ngozi yake ni chafu, haiwi tohara. Wala hadha, kwa maana hiyo basi, fajildu lihirati, ngozi ya paka, wa madunaha, na mnyama mwingine chini ya paka, fil khilqati, katika umbile. Kwa mfano huyu paka ambaye ni tohara lakini ni mnyama ambaye hafai kuchinjwa, na mfano wake katika umbile ambaye hafai kuchinjwa, japo ni tohara, ni safi, lakini hafai kuchinjwa. La yatuhuru bidabaghi, ngozi yake haiwezi ikasafika kwa sababu ya kufanywa dibaghi, bado vote akavyoifanya ni haramu tu, haifai ngozi hiyo. Walau kana fi hali alhayati tahira, japokuwa katika hali alipokuwa ni mzima ni tohara, katika hali kwamba ana uhai, ni mzima, anakuwa tohara, basi haifai dibaghi. Baada ya kufa nyama yake haifai dibaghi. Haka sio akinywa maji natumia, kwa sababu Mtume amesema na tawafina, ni katika wale wanaozunguka baina yenu. Kwa hivyo akishika chochote kile, au wewe ukamshika paka yule, kwambia umeingia najisi, kwa safi, ni sababu uko safi, lakini kwa sababu haliwi, kwa hivyo ngozi yake haiwezi ikawa imesafika kwa kufanywa dibaghi, maana ni ngozi ambayo haifai. Wajildu ma yuhramu akluhu, na ngozi ya yule ambaye ni haramu kumla, ngozi ya mnyama ambaye ni haramu kumla. Walau kana tahira, japokuwa ni tohara mnyama huyo, fil hayati, alipokuwa mzima, japokuwa ni tohara, ni safi alipokuwa mzima, lakini mnyama huyo ni haramu kumla nyama yake, fa innahu la yatuhuru bidibaghi, hakika mnyama huyo hawi ni mwenye kutoharika kwa kufanyiwa dibaghi. Wajildu ma yuhramu akluhu, na ngozi ya yule ambaye mnyama ambaye ni haramu kumla, kama vile simba, kigusa maji, akinywa maji ni halali kuyatumia maji yale, chui na wanyama wengine mfano wake, kwa kutumia maji haingii najisi. Kwa hivyo, lakini haramu huyu katika hali ya uhai wake, akitumia kitu kama hicho, maji na nini, unatumia wewe, hakuna tatizo, lakini anapokufa haifai tena kuchukua ngozi yake ukaifanyia dibaghi. Kama hajafa akatokea mtu kwamba amechinja chui ndio kala, alafu ngozi yake ile haitofaa kuifanyia dibaghi. Unaona ngozi, kenda katika maduka ya dawa, mtu ameweka ngozi ya chui pale, au ameweka ngozi ya wanyama kama hao, simba au wanyama kama hao mfano wake, ile ni najisi. Kwa vyote ilivyofanywa haisafiki, ngozi ile ni najisi, vyovyote ilivyofanywa haiwezi ikasafika. Khulasa, kwa ufupi, anna kulla hayawani mati, kwamba kila mnyama aliyekufa, wa huwa min maakuli lahmi, na mnyama huyo ni katika wanaoliwa nyama yake, ni katika mnyama ambaye analiwa nyama yake na kafa, fa inna jildahu, hakika ngozi yake, yatuhuru bidibaghi, huwa inasafika kwa kufanywa dibaghi. Asili yake analiwa, sungura asili yake analiwa. Kwa hivyo atakapokufa au na haja nguru na haja ngozi yake, basi unamfanyia dibaghi, kwa sababu asili yake analiwa, au na wadudu kama hao, pundamilia na mfano wake, wale wanuliwa hali kwamba yeye analiwa alipokuwa mzima. Akifa basi unaweza ukamchuna ukapata ngozi yake ukaisafisha, hakuna tabu katika hilo. Wa kullu hayawanin mata, na kila mnyama ambaye amekufa, walaysa min maakuli lahmi, na nyama yake hailiwi, chui
simba na wadudu kama hao mfano wake. Wale walikuwa hawalewi ni haramu kumla. Na kafa fa inna jildahu, hakika ngozi yake, la yathuru bidibaghi, haisafiki kufanywa dibaghi. Kwa hivyo nakunda yote anaingia hapo, kwa sababu ni katika laisa min maakuli lahmi, nyama yake hailiwi. Kwa hivyo nyama yake haiwezi kasafika kufanyiwa dibaghi. Huo ndio ufupisho wa masala haya. Tukiendelea katika somo litakalofuata, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.